Ushindi wa Chama cha Mapinduzi ni sawa na mauti. Unataka utakufa, hutaki utakufa. Na kwa msingi huo, manake Chama cha Mapinduzi Oktoba kinasubiri kushinda. Na kama nilivyoeleza hapo mwanzo kwamba Chama cha Mapinduzi kushinda sawa na kifo, ndio maana ukirudi kwenye Chama cha Mapinduzi ibara ya 5, ibara ndogo ya kwanza, ushindi kwa CCM ni lazima. Tunaposema ushindi wa CCM ni lazima, sio kwamba tutatumia nguvu, tutatumia ubavu, na hapana. Tutatumia utekelezaji wa ilani, tutatumia ilani yetu, tutatumia ushawishi wetu, tutapeleka wagombea wanokubalika na watu, lakini mwisho wa siku tunachukua, tunaweka. Na mimi najua vijana wa CCM ndio baba, wengine watoto wadogo. Lakini pia jambo la pili ambalo tunalo ni kuhakikisha kwa wakati wote chama chetu kipo salama, kwa sababu kazi ya ulinzi wa Chama cha Mapinduzi ni kazi ya Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Sasa baada ya uchaguzi ambao ndio wakati wa mwisho hapa, wana CCM, kwa sababu sisi ushindi ni lazima, na kwa sababu ushindi kwa CCM ni sawa na kifo kwa binadamu, tunajikuta tunaungana kwa pamoja kwa amani kusherehekea uchaguzi na harakati zote za uchaguzi kwa mwaka 2025. Lakini sababu ya tatu itakayotufanya tushinde wakati wa uchaguzi ni aina ya mgombea. Ninyi mnajua kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jambo limeisha. Na kuna ndugu zetu walivyoona mgombea wetu tulivyokuwa tuko serious kweli kwamba ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan. Nyinyi mtakumbuka wakati hatujampitisha Rais Samia walikuwa na maazimio na malengo ya kwenda kushiriki uchaguzi. Lakini tulivyowaambia tu Januari pale mgombea wetu atakuwa Samia Suluhu Hassan, wakachukua mpira wakatia kwa pani, baadaye wakaamua kuvua na jezi. Sio chochote, aina ya mgombea wanokwenda kushindana naye hawamwezi. Na kwa Rukwa mwenyekiti, nilipofika hapa sina hofu. Sio Nkasi, sio Sumbawanga vijijini, sio Sumbawanga mjini. Na kwa makadirio haya wale watu wa survey wanasema nataka nibaki nikiamini na Kalambo hali ndio hiyo hiyo. Hongereni sana.